Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina kuu la Yesu Kristo. Karibu sana katika kipindi cha Saa ya Faraja katika Kristo, na leo tunaleta somo jipya kabisa la mambo muhimu ya kuomba kisha ingia mwaka 2026, yaani mwanzoni mwa mwaka. Maombi ya kuomba mwanzoni mwa mwaka. Na kabla ya mambo yote, tutamshukuru Mungu. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya neema yako ya mwaka 2025, na tunakushukuru kwa kutupa neema hata tuingie mwaka 2026. Tunaomba Mungu kupitia neno lako likapate kugusa kila msikizaji wetu na mtazamaji, na likapate kufungua watu wengi katika jina la Yesu Kristo. Bwana, ubariki ujumbe wa neno lako. Amen. Mambo ya kuomba unapoanza mwaka, mwanzoni mwa mwaka 2026. Lakini sio lazima tuwe mwaka huo. Unaweza ukatumia somo hili hata katika mwaka mwingine na ukaomba mambo haya yatakusaidia sana mwanzoni mwa mwaka. Kwa hiyo haya ni mambo ya kuomba mwanzoni mwa mwaka. Cha kwanza, omba Mungu akupe maarifa. Omba Mungu akupe maarifa, kwa sababu Biblia inasema kwenye Hosea 4:16, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Omba maarifa kutoka kwa Mungu, hicho ni kitu cha kwanza. Na kitabu cha Mithali sura ya 12 inaeleza kwamba kila apendaye mafundisho upenda maarifa. Kwa hiyo cha kwanza, omba neema ya Mungu ikufunike uweze kusoma vitabu mbalimbali vya kukusaidia vya neno la Mungu. Soma Biblia, weka mpango mkakati wa kusoma Biblia yote kwa mwaka mzima, lakini soma vitabu walau 30 kwa mwaka huo. Weka mpango mkakati wa kusoma vitabu 30 vya mafundisho mbalimbali vya watumishi wengine, ili sasa uweze kukua kiroho. Neno la Mungu ni chakula cha uzima, lakini sio vitabu tu vya kuhusu neno la Mungu. Soma hata vitabu vingine vinavyohusu masuala ya uchumi. Ukitaka kuwa mtu mkubwa, ni lazima uwekeze kwenye maarifa. Kama hutaki kuwekeza kwenye maarifa, hauwezi kufika mbali. Jambo la pili, omba Mungu akupe marafiki sahihi au watu sahihi. Soma kwenye kile kitabu cha Luka sura ya 6 mstari wa 12. Inasema Yesu aliomba usiku kucha mlimani, kumwomba Mungu watu wa kumsaidia kihuduma. Kwa kama wewe ni mtumishi, usichague kila mtu tu kuambatana na wewe kwenye huduma. Yesu alikuwa na wanafunzi 12, aliomba masaa 12. Kwa maana yake ni lazima aliombea kila mwanafunzi lisali moja. Aliomba kumpata mwanafunzi mmoja lisali moja. Kwa hiyo ni sawa sawa na wewe. Usikubali kuchaguliwa rafiki. Mchague wewe mwenyewe na umchague rohoni kwanza. Ingia kwenye maombi, Mungu akukutanishe na watu sahihi. Maisha ya watu wengi yanaharibika au future zao zinaharibika kutokana na aina ya watu wanaotangamana nao, aina ya marafiki walioshikamana nao. Kwa hiyo mwanzoni mwa mwaka, omba Mungu akuinulie marafiki sahihi. Kama wewe ni mtumishi, akuinulie watu sahihi wa kutembea na wewe. Kama wewe ni mfanyabiashara, omba upate wafanyabiashara ambao ni sahihi. Mungu atakupa. Usimchagulie Mungu. Akiamua pia kukupa Yuda, mchukue, kwa sababu hata Yesu aliomba masaa 12, lakini alipewa Yuda, na bila Yuda Yesu asingeingia msalabani. Kwa hiyo wewe usichague, kubali Mungu akuchagulie. Ukiomba atakuchagulia watu wa kuambatana nao, lakini kuna watu ambao atakutenga nao. Kwa hiyo ukiona umeomba Mungu akakutenga na watu fulani, usikasirike. Kwa hiyo namba 2 ni kuomba Mungu akupe marafiki sahihi au watu sahihi wa kuandamana na wewe, yani wa kushirikiana na wewe katika mipango yako. Na ukiomba sana, kwa mfano ukiomba kwa kunena kwa lugha au kuomba kwa Roho Mtakatifu, huwa ana uwezo wa kuwapangua watu na kuwaondoa kwenye maisha yako na kuinua watu wengine akawaleta kwenye maisha yako. Kwa nini?
Biblia inasema kila anenaye kwa lugha anaijenga nafsi yake. Kwa hiyo hawezi kujenga nafsi roho wa Mungu bila kuvunja misingi mibaya iliyo ndani ya moyo wako. Kwa hiyo kama kuna watu ambao unatangamana nao ambao sio sahihi, utakapoingia kwenye haya maombi mwanzoni mwa mwaka wa kuomba watu sahihi wa kutembea nao, Roho Mtakatifu atakutenga na wale wote ambao sio sahihi wewe kutangamana nao. Cha tatu, mkabidhi Bwana kwa kuombea mipango yako yote. Mkabidhi Bwana mipango yote ya mwaka, ajenda mbalimbali ambazo umeziandaa. Umuomba Mungu vitu fulani, aviandike vyote na umkabidhi Bwana kwa maombi. Zaburi ile ya 37 mstari ule wa 5 anasema, mkabidhi Bwana njia zako, pia umtumaini, naye atafanya. Kwa hiyo cha tatu, ombea mipango yako ya huo mwaka. Ombea mipango yako mbalimbali ya huo mwaka. Nini unataka kufanya kwenye huu mwaka 2026? Omba na ukabidhi madhabahuni kwa Mungu. Cha nne, omba ulinzi wa Mungu juu yako na juu ya nchi yako na familia yako. Omba ulinzi wa Mungu juu yako na juu ya nchi yako na familia yako. Omba ulinzi wa Mungu mwanzoni mwa mwaka, yaani kwenye tarehe 31 kuingia tarehe 1, omba hivi vitu ninavyosema. Anza kuomba ulinzi wa Mungu haraka juu ya taifa. Kuna watu wengi huwa hawaombei taifa. Sasa Mungu amesema katika Yeremia 29:5 kwamba, soma mpaka mstari ule wa 7, anasema kwamba jengeni nyumba nzuri mkae ndani yake, pandeni mzabibu mkale matunda yake, zaeni mkaongezeke, kawaozeni wana wenu na kawaozesheni binti zenu. Anasema kautakieni amani mji ule ambao ninyi mwakaa, kwa sababu kufanikiwa kwa mji ule kutawafanya ninyi mkae kwa amani. Kwa hiyo jifunze kuombea nchi iwe na amani. Kama nchi haina amani, hiyo mipango yako haitatekelezeka, kwa sababu kukiwa na vita huwezi kutekeleza hivyo vitu vingine. Omba ulinzi kwenye familia yenu. Ikishambuliwa kwa magonjwa au kwa misiba au kwa mauti, wewe hautakuwa na amani, kwa sababu hivyo vitu vitaondoa utulivu wako mbele za Mungu. Kwa hiyo wahi hapa mwanzoni kwanza kuomba ulinzi wa Mungu, na ukumbuke kwenye Zaburi ya 127 mstari wa 1 mpaka wa 3, Bwana asipolinda walindao wanakesha bure. Bwana asipolinda walindao wanakesha bure. Kwa hiyo kubali Bwana alinde. Akilinda utakuwa na usalama mkubwa. Namba 4, omba kibali cha Mungu kiambatane na wewe. Zaburi ile ya 19 mstari wa 14. Kama maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo wangu yapate kibali mbele zako, Mungu wangu. Kwa hiyo angalia maneno ya kinywa chako na mawazo ya moyo wako, omba yakapate kibali mbele za Mungu. Kwa hiyo umepanga vingi, lakini yaliyoko ndani ya moyo wa mwanadamu ni mengi. Shauri la Bwana ndilo litakalo simama. Jifunze kuombea hivyo vitu. Namba 5, omba watu wa kwenu wamjue Mungu ili wawe na amani kwenye hiyo familia au kwenye huo mji katika huo mwaka 2026, au kama ni mwaka gani unaombea sasa. Tumia Ayubu 22 mstari wa 21. Hakuna amani nje ya Mungu. Anasema mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndipo mema yatakapokujia. Omba neema ya Mungu iwakoe wanadamu iachiliwe. Sawa sana Tito 2 mstari wa 11. Ili watu wamjue Mungu, wamche Mungu kwenye hiyo familia au kwenye eneo lenu au kwenye hiyo nchi. Wakimjua Mungu, wakimcha Mungu, basi ujue basi mtakaa katika amani. Namba 6, omba malango ya uchumi yafunguke kwako na kwenye familia yenu. Isaya 60 mstari wa 10 na wa 11. Nasema malango yako nayo yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana wala usiku. Kwao jifunze kuomba malango ya kiuchumi yafunguke kwako, lakini na kwenye familia na kwenye nchi yenu. Kwa sababu ukifanikiwa wewe na ndugu zako wote ni maskini,
utaelemewa na mizigo yao. Familia itakuwa nzito, itakulemea kama Gideon. Jifunze kuombea wengine wafanikiwe ili upate na wewe ufanikiwe ili muwe na amani na utulivu. Namba 7, kitu cha kuomba mwanzoni mwa mwaka. Omba na kukataa roho ya mauti na uharibifu isikukaribie au isikaribie mji au familia au nchi yenu. Tumia Zaburi ile ya 91 mstari wa 10. Mabaya hayatakupata wewe, wala tauni haitakaribia hema yako. Kwenye hema ondoa neno hema, weka familia yetu, weka mji wetu, weka nchi yetu. Sema mabaya hayatatupata wala tauni haitatukaribia, na ndivyo itakavyokuwa. Namba 8, omba Mungu arejeshe vyote vilivyoliwa na madumadu na tunutu na parare na nzige na viwavi. Neno ni Yoeli 2 la kusimamia mstari ule wa 25. Anasema nami nitakurejeshea miaka yako iliyoliwa. Maana ya miaka ni mrundiko wa nyakati, masaa, sekunde, dakika na siku zilizoliwa. Mungu atarudisha. Namba 9, omba neema ya Mungu ya kuongezeka kwa kila kitu chako. Na ukisoma kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati 8:11, baraka Mungu aliyoweka kwa wana wa Israeli ni ya kuongezeka kwa kila kitu. Kwa hiyo wewe mwenyewe utaongezeka. Omba neema ya maongezeko. Anasema kwenye mstari ule wa 13, Kumbukumbu la Torati 8:13, anasema na kila kitu chako kitakapoongezeka. Kwa hiyo omba kutokea hali ya maongezeko kwenye miji. Watoto wazaliwe, lakini watu kama wanafanya biashara waende wakabarikiwe, wakazidishwe, wanyama wazae, wazidi, kila kitu mnachokifanya kiweze kuongezeka. Omba baraka ya maongezeko katika familia. Namba 10, fanya toba ili kama kuna kifungu kilichokufunga au kilichofunga majira ya neema yakaondolewa kwenye maisha yenu, kiondolewe kwa kutumia Zaburi ya 116 mstari ule wa 16 na Matendo ya Mitume 3:16. Inasema kwamba amevifungua vifungo vyangu kwenye ile Zaburi ya 116. Namba 12, achilia sadaka ya kufunga msimu uliopita na kukuingiza katika msimu mpya. Kwa hiyo hakikisha unafanya hicho kitu. Usije ukaomba ukaacha kuachilia sadaka. Sadaka inafungua msimu mpya, season mpya kwenye maisha yako na inafunga msimu mwingine. Namba 13, wasamehe wote waliokuumiza ili Mungu akutumie. Tumia Marko 11:24 na Mathayo 9:14. Anasema mkiwa katika kusali achilieni. Kwa hiyo usikubali kuingia kwenye mwaka mpya na watu moyoni au vitu vichungu. Kubali kuviachilia na kuvitoa mbele za Bwana. Namba 14, omba upewe macho ya rohoni ya kuziona nyakati zimebeba nini na ni nini unapaswa kufanya katika hizo nyakati. Taweza ukatumia neno la Waefeso sura ile ya 1 mstari ule wa 17 na wa 18. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Omba macho ya rohoni ya kuziona nyakati na upewe nini cha kufanya katika hizo nyakati. Namba 15, omba Mungu akutenge na kila njia iliyobeba mauti mbele yako au upotovu. Methali 14 mstari ule wa 12. Namba 16, omba Mungu akutumie sawasawa na kusudi lake. Warumi 8 mstari ule wa 27 na wa 28. Anasema katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapa mema yote, la wale aliowaita kwa kusudi lake. Mungu akubariki sana. Fuatilia pointi hizi, prayer pointi zote, anza nazo. Yanaitwa ni maombi mwanzoni mwa mwaka. Mungu akupe neema sana ya kuyafanya. Baba, tunakushukuru kwa mtazamaji wetu, mbariki. Tunaamini atapitia ujumbe huu polepole na atakavyoomba Bwana utakwenda kuonekana kwake. Ndivyo ulivyosema katika kitabu cha Yeremia 29 mstari wa 11 na wa 12 na wa 13 kwamba nanyi mtanitafuta nami nitaonekania ikiwa mtanitafuta kwa moyo wenu wote. Bariki huyu anayenyosha mkono wake wa kutoa sadaka ya kukushukuru kwa ulinzi wa mwaka mzima. Naomba kupitia sadaka hiyo Bwana ukambariki na kumshangaza. Neema yako imfunike kila msikilizaji. Kwa Yesu Kristo Mwokozi nimeomba. Amen.